Mashariki ya Kati kwa sasa inaendelea kukabiliwa na mvutano mkubwa wa kijeshi kufuatia ripoti kwamba kiongozi mkuu mpya wa Iran, Mujtaba Khamenei, anahusishwa na mashambulizi mapya makombora yanayoripotiwa kulenga maeneo mbalimbali katika ukanda wa Israel. Ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa zinaeleza kuwa Iran imeongeza mashambulizi yake ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika kile kinachoelezwa kuwa ni hatua ya kulipiza kisasi na kuonesha nguvu zake za kijeshi. Hatua hiyo inakuja muda mfupi baada ya Mujtaba Khamenei kuripotiwa kuchukua nafasi ya baba yake Ali Ayatollah Khamenei ambaye amefariki dunia wakati wa mashambulizi ya anga yaliyohusishwa mgogoro unaendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kifo hicho kilizidisha mvutano kati ya Iran na mataifa kadhaa yanayoonekana kuwa mahasimu wake wakuu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, makombora ya Iran pamoja na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yameripotiwa kulenga maeneo kadhaa ikiwemo miundombinu ya kijeshi na nishati katika baadhi ya nchi za ukanda wa Ghuba. Baadhi ya ripoti pia zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalielekezwa katika maeneo yanayohusishwa na majeshi ya Marekani pamoja na washirika wake wa kikanda. Mgogoro huo unaendelea kuhusisha mataifa kadhaa yenye nguvu kubwa za kijeshi ikiwemo Iran, United States na Israel. Mataifa hayo kwa muda mrefu yamekuwa katika mvutano wa kisiasa na kijeshi, hasa kuhusu ushawishi wa Iran katika Mashariki ya Kati pamoja na masuala ya usalama wa kikanda. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa za kimataifa wanasema kuwa hatua za Iran kuongeza mashambulizi zinaweza kuwa na lengo la kuonyesha uwezo wake wa kujihami pamoja na kuzuia mashambulizi zaidi kutoka kwa maadui wengine. Hata hivyo, hatua hiyo pia imeongeza hofu ya kuongezeka kwa vita vikubwa zaidi vinavyoweza kuhusisha mataifa mengi zaidi katika eneo hilo. Katika baadhi ya maeneo ya Mashariki ya Kati, serikali imeanza kuchukua tahadhari kubwa za kiusalama kufuatia tishio la mashambulizi zaidi ya makombora. Raia katika baadhi ya nchi wameonywa kuwa macho na kufuata maelekezo ya usalama kutoka kwa mamlaka husika, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikiwekwa katika hali ya tahadhari ya juu. Kwa upande mwingine, jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa wito wa kupunguzwa kwa mvutano huo ili kuepusha mgogoro huo kugeuka kuwa vita kubwa ya kikanda. Mashirika mbalimbali pamoja na viongozi wa dunia wameeleza wasiwasi wao kwamba kuendelea kwa mashambulizi kunaweza kuathiri usalama wa kimataifa pamoja na uchumi wa dunia, hasa katika sekta ya nishati. Mashariki ya Kati ni moja ya maeneo muhimu duniani kwa uzalishaji na usafirishaji wa mafuta. Hivyo kuongezeka kwa vita katika ukanda huo kunaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa soko la mafuta duniani na kusababisha kupanda kwa bei ya nishati katika nchi nyingi. Hata hivyo, hadi sasa serikali ya Iran haijatoa taarifa rasmi inayothibitisha moja kwa moja baadhi ya ripoti zinazoeleza kuwa ukubwa kamili wa mashambulizi hayo yaliyoweza kufanywa. Licha ya hivyo, hali ya taharuki inaendelea kuongezeka huku mataifa mbalimbali yakifuatilia kwa karibu mwenendo wa mgogoro huo. Kwa ujumla, hali ya usalama katika Mashariki ya Kati bado ni tete, huku hatua za kijeshi kutoka pande zote mbili zikiwa zinaendelea kuongeza mvutano. Wataalamu wanaonya kuwa bila juhudi za haraka za kidiplomasia, mgogoro huo unaweza kuendelea kuongezeka na kuathiri kwa kiwango kikubwa usalama wa dunia.